vya siasa. Kwa hiyo mimi nakaribisha sana katika huu mjadala ambao tutaangalia kwamba katika mchakato wa kidemokrasia wakati mwingine ili kuwe na serikali ya kidemokrasia lazima kuwe na watu ambao wanaoita viongozi, na serikali nzuri ni ile iliyopatikana kwa njia ya kidemokrasia. Kwa hiyo ushiriki wa vijana katika mchakato ya kupatikana viongozi ambao wataunda serikali ya kidemokrasia ni swala muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba sisi viongozi wa vijana kutoka mashirika yetu mbalimbali kutambua umuhimu kwamba katika shirika lako lenyewe lazima kitu kinachoitwa ushiriki wa wale unaowaongoza. Ukifanya kushiriki katika wale unaoongoza, moja kwa moja umesaidia kufanya demokrasia katika taasisi yako istawi vizuri. Kwa moja kwa moja leo tutakuwa na huu mjadala mzuri sana. Naitwa Joseph Musa, Waziri wa Katiba, Sheria na Utawala Bora, Serikali ya Wanafunzi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Daruso. Kwa niaba ya kundi namba 1 ambapo tulikuwa tuna swali ambao linasema, je, vijana wa Tanzania walio wengi wanazo taarifa muhimu, stadi za kijamii, upenyo wa kisiasa na rasilimali kuwawezesha kushiriki michakato ya kisiasa? Swali letu hili tunataka tukubali au tukatae, lakini sisi tumechagua kukataa. Tunajua kabisa kwamba kuna kijana ndio umetoka chuo kikuu, umepata zako ajira pale, umeingia pale serikalini au ni kwenye NGO ni wapi. Sasa unafika pale unakuta sheria zao hawaruhusu wewe kujihusisha na nini, na siasa. Kwa hiyo hicho na chenyewe ni kikwazo mojawapo kwetu sisi vijana. Ulikuwa mwalimu wakwambia kuchukua fomu, ukichaguliwa tu, ukisema tu jukwaani, ukiwakilisha chama chako cha siasa, basi uko tena ajira tena hauna. Kwa hiyo mtu sasa unakuwa una ile fear kwamba naenda, lakini nikipoteza na aka walimu ndo basi tena. Kwa hiyo inakuwa kwetu vijana ni changamoto. Baada ya walimu wa serikalini, lakini na kuna baadhi hata ya taasisi hata NGO nakwambia kabisa, ukishafika mahali hapa no politics. Unataka kufanya siasa, andika barua kuacha kazi, kafanye siasa. Baada ya kusema hayo, ndugu mwenyekiti, mimi binafsi nikushukuru sana kwa niaba ya group namba 1. Tumefanya kazi nzuri. Kwa majina ninaitwa Anna Philemon. Ninatokea katika shirika linaloitwa CMSR, Community Mobilization for Reciprocal Development. Group yetu namba 2, swali linalosema kwamba orodhesha misingi ya demokrasia na kuandika vikwazo visivyopungua 7 vya ushiriki wa vijana katika michakato ya kisiasa. Swali linasema orodhesha. Kwa misingi hiyo nitaanza misingi ya demokrasia. Msingi namba 1 ni uwazi. Msingi namba 2 ni utawala wa kisheria. Namba 3 uwajibikaji. Namba 4 haki na wajibu. Namba 5 ushirikishwaji na ushiriki. Msingi mwingine na namba 6 uhuru wa uchaguzi wenye usawa. Msingi namba 7 ni mabadiliko ya uongozi yanayofuata katiba. Hiyo ni misingi, lakini swali letu lina sehemu 2. Namba 2 yake inasema vikwazo vya ushiriki wa vijana. Vikwazo hivyo nitaanza kuvitaja. Namba 1, uelewa mdogo juu ya masuala ya kisiasa. Kikwazo namba 2, kukosa uthubutu. Kikwazo namba 3, ukiukwaji wa haki za binadamu. Kikwazo namba 4, hofu dhidi ya usalama wao. Kikwazo namba 5, hofu dhidi ya siasa chafu. Mfano, kutengeneza zile picha chafu, mtu anachukua sura ya mwingine anamvalisha mwingine. Hiki ni kikwazo kimoja hapo katika siasa. Hofu dhidi ya siasa chafu. Kikwazo namba 6,
mtazamo hasi wa jamii dhidi ya vijana na makundi maalum. Makundi haya yanaweza kuwa special groups, wanawake. Hichi pia ni kikwazo. Kikwazo namba 7 ni vikwazo vya kiuchumi. Kikwazo namba 8 ni mmomonyoko wa maadili kwa vijana, hivyo kutokuaminika. Hili ni swali letu namba 2 linalosema orodhesha misingi na vikwazo. Kwa majina naitwa Aisha Saleh Maulid, natokea Baraza la Vijana Chadema. Ni mzaliwa na mkazi wa Dodoma. Karibuni Dodoma. Nawakilisha group namba 3 na swali letu lilikuwa ni nini kifanyike na nani afanye ili kuinua na kuimarisha demokrasia na ushiriki wa vijana kwenye masuala ya umma. Kifupi ni kwamba swali letu linaenda kujibu swali namba 2. Namba 2 aliyetoka kupresent hapa alitaja changamoto zinazowakuta vijana kwenye ushiriki kwenye haya masuala ya umma. Kwa hiyo sisi tunaenda kutoa solution kwa maana ya nini kifanyike. Solution yetu ya kwanza tuliona elimu, education. Tumeona elimu ni muhimu, vijana wapatiwe elimu, lakini jamii pia inatakiwa ipatiwe elimu. Jukumu la elimu hii, kwanza kabisa tumeona serikali ina jukumu la kutoa elimu kupitia mitaala ya elimu, shule za msingi, shule za sekondari mpaka vyuo, kwa maana hapa ndipo malezi ya vijana yanapokuwa yanaendelea. Elimu hii haswa iwe kwenye masuala ya uraia, yaani usomo au mambo ya uraia yafundishwe shule za msingi na sekondari kama msingi, yaani kama kwa umuhimu na kwa upana, ili kuwajengea hawa vijana au hawa watoto wanaokuwa kwenda kuelekea stage ya ujana kujua demokrasia ina umuhimu gani, lakini kujengewa mazoea ya kwenda kutumia demokrasia au kupractice democracy. Lakini pia serikali hii iandae vyuo au taasisi za lazima, maana tunajua ushiriki wa umma sio lazima, tumekubaliana hapa, sio lazima uende ukawe kiongozi au ukaomba kuwa kiongozi, lakini kijana kama kijana ni kiongozi. Unapokuwa kwenye jamii yako, unapokuwa kwenye familia, uongozi unatakiwa na unahitajika kila sehemu. Kwa hiyo tukaona tutapokuwa tunatoka mashuleni, kama ambavyo kuna ulazima au kulikuwa hapo nyuma na ulazima unatoka form 6 unaenda chuo cha jeshi au unaenda jeshini, sio kwamba ukishamaliza ile jeshi unaenda kuajiriwa kama mwanajeshi. Hapana, utaendelea na chuo kikuu au utaendelea na mambo mengine. Pia itengenezwe hiyo chuo cha ulazima cha kwenda kusoma masomo ya uraia ili kwenda kufundisha na kuhimiza demokrasia, lakini pia kuandaa vijana kuja kutoka na kuwa wanashiriki mambo yote yanayoendelea kwenye jamii yao kwa maana ya masuala ya umma. Lakini ili pia linakuwa jukumu la mashirika binafsi. Mashirika binafsi kuona jinsi gani inaweza ikatoa elimu kwa vijana, lakini elimu ya demokrasia. Mfano, hapa sisi tupo chini ya YPC. YPC wao sio serikali, wao sio jamii, lakini ni sehemu ya jamii na nini, lakini ni shirika binafsi. Kwa hiyo mashirika binafsi nayo yanayo jukumu au yanapaswa kutoa elimu juu ya demokrasia, lakini pia kutoa elimu kwa vijana kwenda kuandaa au kuwasaidia kushiriki masuala ya umma. Pili, tukaona confidence building, kujengewa uwezo wa kujiamini. Jukumu la kwanza ni la kijana yeye mwenyewe. Tuliongea tukasema tutaanza kusema jukumu hili litakuwa la fulani, lakini kabla hatujamtaja yule fulani mwingine, tumwangalie yeye kijana mwenyewe kwanza, kwa sababu yeye ndo namba 1. Au wengine wakiamua wamsaidie, kama yeye hajaamua haiwezi kuwaka. Kwa hiyo tukaona kijana mwenyewe ndo wa kwanza mwenye hilo jukumu la kujijengea uwezo wa kujiamini. Mnaweza nyie mkawa mnaniamini au mkawa mnajua Aisha labda is a good speaker or something, lakini nyinyi mnakuwa wa pili. Wa kwanza anayeanza kujifunza au anayeanza kusema nataka kuwa good speaker au nataka kuwa najiamini au na uwezo wa kusimama mbele ya watu ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo kijana mwenyewe aamue, ajifunze, ajitrain mwenyewe
confidence kuna watu kweli tulikubaliana wamezaliwa nayo, lakini unaweza ukapractice kuipata hiyo confidence. Kwa hiyo kijana, yeye kama kijana anatakiwa ajijengee uwezo wa kujiamini. Swala la tatu tukaona ni trust. Kuna kujiamini na kuna kuaminiwa, si ndivyo? Trust tukasema jukumu la kwanza ni la yeye kijana. Ili uaminiwe ni lazima uoneshe njia ya kwa nini, au uoneshe sababu ya kwa nini watu wakuamini. Jukumu hilo kwa kijana linakuja kwa tabia zake. Yaani kijana anatakiwa jitengenezee tabia ambazo zitaleta mwitikio, zitaleta maono chanya kwa jamii. Tabia njema kwa maana ya respect. Yaani uwe na heshima lakini uwe una mwenendo mzuri. Ule mwenendo mzuri sasa uitengeneze hiyo jamii ikuamini. Kwa hiyo jukumu la kwanza la swala la imani ni la kijana yeye mwenyewe. Lakini jukumu la pili ni la jamii. Tumekuwa tukiishi kwenye jamii ambazo tukiwa tunashiriki mambo ya demokrasia, kijana hapewi nafasi. Yaani kijana hata kama anapewa nafasi basi itakuwa ni nafasi ya pili, sio ya kwanza. Ukishaitwa kijana na ukikaa sehemu ya kutoa maamuzi ambapo tayari kuna wazee au kuna watu kidogo wamekutangulia, unakuwa unapuuzwa. Sasa hili jukumu la jamii kwamba wampe kijana nafasi sawa na hao watu wengine ili kushiriki katika maamuzi. Lakini mwenye jukumu hili watatu tukaona ni mfumo kwa maana ya uongozi na wenye dhamana katika jamii zetu. Yaani watu wanaotuongoza, watu wanaoongoza jamii na serikali kwa ujumla. Iangalie ni jinsi gani kijana huyu atapewa nafasi, asitengwe. Yaani impe nafasi kwamba hapa tunaenda kufanya maamuzi, hapa tunaenda kufanya nini ya demokrasia, au hapa kijana anatakiwa ashiriki. Yani it is given kwamba kijana anaenda kushiriki. Sio kwamba tutashiriki kundi lote, hilo kundi litakuwa na kijana lakini kutakuwa na wazee pia na kina mama. Hivyo maana yake ni kwamba mkifika kwenye maamuzi, wazee na kina mama hawatopewa nafasi sawa na vijana. Kwa hiyo serikali iweke mfumo au jamii iweke mfumo wa ushiriki ambao unatoa priority, kwa maana ya unatoa fursa au unatoa kipaumbele kwa vijana ili asiende kulinganishwa na mwisho wa siku kuonekana kwamba yeye hafai au kuna wanaofaa zaidi yake. Lakini kuna kitu tukaangalia tukaona public dialogues kwa maana ya mijadala. Hii kwanza iwe ni jukumu la kijana yeye mwenyewe au vijana wote kwa ujumla kuwa tayari kushiriki au kuanzisha mijadala. Yaani tunapanga labda kila mwezi mara moja sisi kama vijana tutakuwa tunakutana. Tuwe tayari, yani tukishakubaliana tunakuwa tunakutana, basi tunakutana wote kwa utayari ili tujadili mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii ambayo yatatufungua. Lakini kwa muhimu zaidi tujadili demokrasia na wote kwa pamoja tukubaliane na tuwe tunatoa maamuzi yetu au tunakubaliana kutoa maamuzi fulani kupitia hiyo mijadala. Lakini asasi za kiraia, yani hili jukumu pia liwe la asasi za kiraia. Hizi asasi ziwe tayari kuwezesha au kuwawezesha hawa vijana au kuwezesha ili kundi linalokutana kwa sababu ya mijadala. Ili tukutane, hatuwezi kukutana tupange tukutane kuanzia saa 1 mpaka saa 8 tunazungumza tu. Tunakutania wapi? Ni lazima tuwe na sehemu ya kukutana, ni lazima tuwe na maji ya kunywa, ni lazima tuwe na wawezeshaji kama hivi ambavyo tumeona Mheshimiwa Makamu na mkurugenzi wanapokuwepo. Kwa hiyo hizi asasi za kiraia zikijitokeza kufanya hawa vijana wakutane, basi tutaweza kuzungumza kuhusu demokrasia na kujuzana mengi, lakini pia tutaweza kupeana ari ya kwenda kutoka kushiriki kwenye masuala mbalimbali au mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii zetu. Tukaona swala jingine ni good governance system which ambayo ita safeguard democratic space. Mfumo bora wa uongozi, governance system nzuri, strong lakini ni bora, ambayo inaweza kulinda misingi ya kidemokrasia. Ili tukaona jukumu la kwanza ni la mihimili yote mitatu, kwa maana ya serikali, mahakama na bunge. Ili demokrasia ilindwe, ni lazima serikali ihakikishe kwamba inasimamia misingi ya demokrasia. Ni lazima mahakamani kuhakikisha kwamba haki inatendeka, lakini pia ni lazima bunge lisimame kutunga sheria bora na kusimamia
masuala au matakwa ya wananchi. Kwa hiyo kupitia hivyo itafanya vijana wawe na hali ya kushiriki. Maana sasa hivi tumekuwa tukiogopa, naongea na vijana wengi sana, hasa ushiriki wa siasa. Mimi nafanya siasa, mtu anakuuliza hivi uogopi? Unamuuliza naogopa nini? Yaani niogope nini? Kwani nafanya, is it a crime? Yaani kufanya au kushiriki siasa ni crime? Anakwambia kwa mambo yanayoendelea. Sitaki kuongea sana, nikiongea hapa nitaenda beyond kujibu swali, lakini nataka mjue au msikie hapa kila mtu ana itikadi yake, hata kama sio ya moyo, hata kama sio ya hadharani ni ya moyoni. Lakini sio amna mtu ambaye haoni yanayoendelea au hasikii yanayoendelea. Unasikia na unaona. Huyu ni mbunge anaenda kufanya mikutano ya kibunge, ipo kihalali, lakini leo unasikia amekamatwa. Maana yake ni nini? Hakuna demokrasia. Maana yake ni nini? Vijana wataogopa kushiriki kwenye haya mambo kwa sababu wanajua wataminywa, kwa sababu wanajua watakamatwa, kwa sababu wanajua watafungwa. Sio tu kwenye siasa. Vijana waandishi wa habari wanaotaka kushiriki haya mambo ni ya kijamii. Maana kufanya habari, kwenda kuangalia tukio linaloendelea ndani ya jamii yako, hayo ni masuala ya umma. Lakini sasa unapoangalia ile tukio, unapolifuatilia, leo hii una publish story inakuja kukuletea madhara, itakurudisha nyuma. Leo mwandishi wa habari wa kwanza amepotea, mwingine amekamatwa, mwingine sijui anafanya nini. Hakuna jinsi waandishi wa habari vijana wanaweza wakaendelea kufanya iliyo ya kwao. Hakuna jinsi waandishi wa habari vijana wanaweza kuendelea kufanya masuala ya kijamii. Kwa hiyo mfumo ubadilike, au mfumo uwe imara na unaolinda misingi ya kidemokrasia, ili kuruhusu demokrasia ipanuke, lakini ili kuruhusu au kuwapa hali vijana wafanye kazi kwenye jamii zao. Lakini jamii yenyewe, yaani jamii yenyewe pia ina mfumo. Kuna mfumo wa kiserikali kwa maana hiyo mihimili, ila kuna mfumo pia wa ndani ya jamii. Jamii ndio inayoamua kitu gani kiwe vipi. Yaani mkiwa mna jamii yenu fulani, ikiamua hapa demokrasia ilindwe, itaamua ilindwe. Lakini ikiamua demokrasia isilindwe, pia itavunja hiyo misingi. Kwa hiyo jamii yenyewe ina jukumu la kuhakikisha kwamba demokrasia inakuwa na inalindwa, lakini pia ina jukumu la kusukuma vijana kupitia kuona demokrasia inavyostawi, washiriki shughuli zote zinazowahusu kwenye jamii yao. Swala jingine tulioliona, malezi, yani family handling na mentorship. Malezi ya vijana wadogo, yani kuanzia unavyokuwa unalelewaje. Kwa hiyo hili jukumu linaanzia kuanzia kwenye familia, kwenye jamii na mashuleni. Kwa hiyo tumeona familia ina hili jukumu, education centers ina hili jukumu, lakini na walezi pia, mikono unayopitia. Maana unaweza ukalelewa na wazazi wako, baba na mama. Wewe kama una bahati, umepata bahati ya kuwa na baba na mama, mwingine akapata bahati ya kupita tu kwenye malezi, sio baba yake, sio tanko wake, ni mtu tu ambaye amemlea kuanzia mtoto. Kwa hapo tukaona jukumu la hili swala la wazazi, walezi na mashuleni huko tunapopita. Mtoto wakati anakuwa, maisha yake nusu yanakuwa shuleni, kwenye ile level ya primary school, sijui secondary mpaka chuo kikuu. Nusu unakuwa chini ya walezi ambao ni walimu, na nusu unakuwa chini ya walezi ambao ni wazazi au hao walezi wa nyumbani. Kwa hiyo ukuaji wako wewe, ujengwaji wako unaanzia kuanzia kwenye mikono yao. Ukiwa nyumbani kwenu kukiwa hakuna demokrasia, yani kuna ile hali tu final say labda ni baba. Yaani baba yeye anasema ndo ameamua, lakini mwisho wa siku baba yeye ni mwanadamu. Anatakiwa baba aseme, kuna some family matters baba anazisema, lakini nyinyi mnapewa chance kama family members kuanzia wadogo, kwa sababu hata mtoto mdogo anaweza, kuna vitu anaweza akavitolea maamuzi. Mfano aina ya chakula au ratiba ya chakula. Mtoto anaweza akatoa maamuzi, siku fulani tusile labda tambi au tusile ugali kwa sababu ya 1 2 3 4 5. Kukiwa na wazazi wenye mtindo au mazoea ya kuwa wanasikiliza watoto, yule mtoto anakuwa akijua kwamba duniani kuna demokrasia. Anakuwa akijua kwamba kuna umuhimu wa kusikilizwa, kuna umuhimu wa kuparticipate kwenye kufanya maamuzi. Lakini sasa mtoto anapokuwa kwa mzazi wake, anaambiwa this is it, yani hii ndio ya kufanya, hii usifanye. Yaani hajadili wala hamna jibu la kwamba kwa nini nisifanye, kwa nini nisifanye, hamna. Kwa hiyo inamkuza mtoto kwenye misingi ambayo sio ya kidemokrasia. Kwa hiyo anapoendelea kukua, anapokuja kushiriki kwenye jamii, anakuwa, yani kuwe na utaratibu, yani watengeneze mazingira ambayo nikitaka kushiriki jambo au nikitaka kufanya jambo katika jamii yangu, nisiwekewe vikwazo vya kiuchumi. Tumetoka kuongelea hapa, tumeongelea ugombea au ushiriki tu wa siasa.
Au ushiriki sio hivyo tu, kuna ushiriki wa mambo mengi sana kwenye jamii. Unafika sehemu unakwama kwa sababu ya uchumi. Swala sio kwa sababu uchumi pale ni lazima uwepo mkubwa, unawezekana ima uwezo au commitment ikawa inahitajika zaidi ya uchumi, lakini kwa sababu ya mfumo tulionao, kwa sababu ya mazingira tuliopo, uchumi unakukwamisha, yani uchumi unakuwa kikwazo kwako. Kwa hiyo mfumo tumesema utoe huo nini wa matabaka ya kiuchumi ambayo yanawashirikisha vijana kufanya maamuzi au kuparticipate kwenye masuala yao ya umma. Lakini jamii pia, ili jukumu mbali na kuwa ni la mfumo, ni la jamii. Jamii tunazoishi au jamii zetu tunazotokea vijana zimekuwa zikiweka uchumi au zikiweka swala la kuwa kidogo una chochote kitu kama kipaumbele cha kila kitu kuendelea. Imefika sehemu una swala zuri, sio tu la kujivusha wewe, la kuivusha jamii yako, lakini hauna kitu cha kuofa. Huna uwezo hata wa kununua maji ya kunywa, huna uwezo wa kuwezesha usafiri, lakini swala unalolitoa wewe ni la msingi na muhimu, na matokeo yake yanaweza yakaja kuwa ya kizazi na kizazi na yakaleta manufaa makubwa sana, ila hawakupi nafasi. Demokrasia, uongozi na ushiriki wa vijana kwenye michakato ya kisiasa. Ndio maana naogopa kusema mchakato, na Jeni amepata vizuri kweli, ameandika michakato. Tuichukulie yote, si ndio? Katika kusema hayo, nitakuwa nazungumzia yale ambayo nyinyi inawezekana mlikuwa mmeamua. Katika utangulizi wangu, wale ambao tulikuwa wote jana, viongozi wengi tuliokutana jana, ukumbi mwingine sio hapa, na wale ambao mtapata bahati ya leo kusikiliza kidogo, nimetengeneza vitu ambavyo nitakusomea kama hautaviona vizuri. Kwanza, katika mchakato wa kisiasa ama michakato ya kisiasa ama public processes, tunakuwa tunalenga kuleta ushawishi. Unapolenga kuleta ushawishi, maana unalenga kuongoza jamii. Na kuongoza jamii maana ni wewe lazima utafute nafasi ya kuwa kiongozi, ama kundi lako liongoze, au mawazo yako yaongoze, ama wewe uongoze, ama mawazo yako yaongoze. Hii ndio inaitwa leadership. What is leadership? Leadership is an art of influencing. When you have the ability to influence, you are actually doing leadership. Kwa hiyo tunaposema ushiriki wa vijana, hatutaki tu waonekane wakigawiwa sahani za ubwabwa na kubeba mizigo ya watu wazee. Tunataka wafike mahali wanaposhiriki, sauti yao, maoni yao na mahitaji yao na matarajio yao yaonekane yakifanywa kazi, ama wamekaa kwenye viti na wenyewe wanafanya kazi wakisaidia. Kwa unaona nimechora ule mchoro kwamba jana tulizungumza, ili uongozi uweze kutokea, kitendo cha uongozi kiweze kutokea, kinahitaji mambo manne. Mnaona yale mawingu nimeyachora. Wingu la kwanza, lazima awepo kiongozi, au lazima uwepo uongozi. Sasa unasema kiongozi ni yule mtu mwenye uwezo wa kushawishi wenzake, kutoa msaada kwenye jamii ili iweze kufikia malengo ya jumla, si ndio? Lakini uongozi, ndugu zangu, jana hatukusema kwamba hapa kile kikundi kinachosimamia governance structure katika muundo wenu wa kikundi chenu ama katika nchi, ile governing structure inaitwa leadership. Shirikani kwetu sisi tuna board, tuna mkutano mkuu. Hawa ni watu ambao wanakalia chombo cha kuamua, kwa hiyo wanaongoza kwa sababu ya kile kikao. Nchi yetu ina bunge, kwa hiyo nchi inaongozwa na bunge, si unaelewa vizuri? Kwa hiyo lazima, ili aweze kutokea, lazima kiongozi awepo ama uongozi uwepo. Uongozi huo uwe na uwezo na stadi zote za uongozi. Muhimu sana ni stadi ya mawasiliano, communication, ile pale wingu lile la pili, sawa? Sasa atacommunicate na akina nani? Atacommunicate na followers, citizens,
members, voters, subordinates, watu, na kwenye mazingira na muktadha fulani, mkoani, kijijini, jijini, makao makuu, kwenye chama, kwenye kikao, mkutano mkuu, mkutano hadhara. Yale ni context ya mahali ambapo uongozi sasa uta take place pale. Sasa kinachotokea katika kuinfluence public decision, tunaona viongozi wakifanya kazi yao vizuri, tendo la kwanza watafanya ni mobilization. Ana yuko wapi? Ameondoka tena. Ndio wewe ulisema habari ya shirika lako ni community mobilization, si ndio? Kitu kinachoitwa mobilization kinatakiwa kwenye chama, kanisani, kwenye asasi ya kiraia. Lazima kwanza umobilize watu, uhamasishe watu waweze kuelewa unakotaka kuelekea, na waanze kuelewa haki zao, majukumu yao, ili nini? Waende hatua ya pili, waweze kujiorganize. Sababu getting organized is one of the principles of empowerment. Tunaelewa vizuri. Ukitaka kuempower jamii, wewe wape information, wa mobilize, wapange, jitahidi chochote kile ili wafike hatua waweze kujiorganize wenyewe. If they get organized, then they can go to the next level ya kucampaign. Wakishakuwa wamejipanga, wana kitu chao cha kujitetea. Kipindi hicho unaweza kuwa nao, ama kuna kipindi unaweza kukaa kabisa huko jijini Dodoma, unasikiliza mambo kule yanaendelea, kwa sababu ulishafanya kazi yako. Wakati wote huu wanapo campaign, ile mara nyingi inaitwa advocacy campaign. Sijasema campaign ya Aisha na wenzako wanasiasa hapa, mnaweza mkasema campaign zile. Nazungumzia kitu kinaitwa advocacy campaign. Kampeni ya kuleta mabadiliko ya kisheria, kisera na nini. Lakini pia inaweza kuwa ni kampeni sasa ya kugombea kuchukua nafasi. Lazima umeshawamobilize watu, wameshajipanga kitimu, kamati za ufundi, kamati za nini ziko zingine. Kuna ya ufundi, kamati ya iko maneno mawili, fitina. Wamejiorganize. Hata unapogundua mgombea anakuwa na kamati ya kampeni. Inaitwa kampeni. Ile kamati ile organ ya kampeni. Kamati ya kampeni. Wakishakuwa kwenye hiyo mtindo wa kuwa wamejiorganize, wanaweza sasa ku-exert influence. Unapofikia hiyo hatua, kwa sababu mambo yamefanyika vizuri under leadership, nadhani kuhakikishia hakuna kinachowezekana bila kuwa na uongozi. Na nimesema hata mkiwa hawa wawili, siku hiyo wewe kaa hapo mkubaliane, jioni bana tunaenda kupata chakula pamoja, lazima kuna mmoja wenu atakuwa ameinfluence hiyo process. Sasa mtafikia hatua ambapo mtajiona mko kwenye driving seat. Sisi wenzenu ambao tuna vyeo vya kisiasa huko katika serikali, huwa tunaangalia wameamua nini. Sema hii si mnakumbuka tuliandaaga mawazo yetu tulipokutana Dodoma kwenye ukumbi ya village, umetaja hiyo hoteli Royal Village. Tulipendekeza yafuatayo. Wametunga sheria bwana na sera, yaani neno kwa neno ndio yale tuliyowapa wamechukua. Sasa mnaenda kushangilia, tayari umeshafikia level ya nini? And that is leadership. Kuna haja ya kupambana huo, unajua mimi hata siku moja sijaitwa rais, sijaitwa mkurugenzi, yani mimi takataka tu. Kama wewe huna cheo lakini umeweza kushawishi wenye vyeo kufanya yale ambayo wewe uliyafikiri ama kutekeleza haki yako, ndio ndani. Kwa hiyo nikasema mchoro huu ungeliweza kutosha kabisa mazungumzo ya leo, kwamba tumezungumzia mambo. Nataka vijana wawe kwenye driving seat, vijana wawe na sauti, vijana wasikike hisia zao. Lakini sasa katika ufafanuzi tumesema hivi, katika demokrasia ni rahisi kudai uwajibikaji, lakini inatakiwa vijana waliojipanga. Ndio tiki ya kwanza. Tiki ya pili, mtu mmoja anaitwa Mufune na wenzake mwaka 90 waliwahi kusema hivi, nchi yoyote ama jamii yoyote
inayoweza kuwasahau vijana, si ndio? Inaweza kupuuza na kuwasahau vijana, ijue ya kwamba isahau maisha yake ya baadaye. It must forget its future. Kama kuna jamii yote leo inachezea umuhimu wa vijana, ikapuuza, ikawadharau, ijue kabisa hapo mbele hakuna nchi, hapo mbele hakuna jamii. Hata familia iliyopuuza, ama imepuuza kijana wa kike ama imempuuza kijana wa kiume, ikadhani kwamba iko sawa, muda si mrefu mbele hamna future. Ndio maana yake Mufune alisema. Sasa kwa kuwa tunafahamu asilimia karibu 80 ya idadi ya Watanzania, si ndio, ni watu walio na umri chini ya miaka 35. Hii inaonyesha kuna umuhimu wa ushiriki wa vijana katika michakato ya kisiasa, political participation. Maswali yale ambayo umeyajibu ndio yale nimewawekea kwa Kiingereza, kwa hiyo mtakutana nayo kwenye document ambayo mtatumia. Sawa eh? Na nikasema sababu ya kukutana hapa ni vile lengo tumeandika ya kwamba tunataka tujadili demokrasia na umuhimu wa ushiriki wa vijana katika michakato ya kisiasa. Ndio maana ya mjadala wa leo toka asubuhi, si ndio? Na pia kujadili kidogo kuhusu mambo ya uongozi. Na mimi nimejaribu kuwaambia uongozi kwenye ule mchoro. What is leadership? It is about influence. No more, no less. Aliwahi kusema John Maxwell. Lakini kitu muhimu, angalieni ile tiki ya kwanza, ya pili. Na mimi nataka usoma kwa ajili ya kaka Enoch pia kuelewa. Hii tiki ya pili inasema, this discussion should hence display the only card. Kama ningekuwa nimeandika kadi nyingi za kuchukua upiki useme hii mimi ndio nimeipenda, kadi moja ambayo nawashawishi hapa inaitwa hivi: readiness to get organized for meaningful participation and influence. Utayari wenu wa kujipanga kwa ajili ya kushiriki na kushawishi mabadiliko. Hii ndio kadi ambayo nawapa. Yaani hakuna nyingine ya kuchagua, muichukue. Muwe tayari ndio kushiriki na kuleta ushawishi na mabadiliko. Hii ndio, kama ingekuwa ni kitu nimekupa beba, nimekupa hiyo, nenda kaiweke na ukutani. That is your noble job you can do in the world, and then you will be an important person. Hii mambo ya kukaa unapigania hela zako tu, ugali wako, msosi wako nyumbani kwako, you will not be anybody. Maana falsafa moja aliwahi kusema, you cannot be an important person unless you belong to a group. Hata chuo, nendeni angalia ni wenyesi viongozi wa serikali, wale wote waliosema mimi niko vije kabisa mambo haya, they will remain the same, na mtakuja kuwatawala huko mbele, kwa sababu wameshaamua watu wenyewe kubaki hivyo. Yaani hataki kupiga kura, hataki kugombea, hataki hata kuunga mkono chochote. You remain there. So if you want to be an important person, you must be organized. You become one of a person in a group. Hiyo group inaweza kuleta influence na unaweza kufahamika. Mimi naongea na mwenyekiti hapa, ananiambia anataka kunialika mahali hivi. Ningekuwa tu nyumbani na mama Beki mke wangu, wewe ungenialika kitu. Lakini ya pili, kadi hiyo iko huku, ina upande wa juu, vijana waamke, wajipange, waweze kufanya kitu. Upande wa pili nasema hivi, a humble recommendation to the government to empower youth and expand the civic space. Hii ndio ukibeba, unajipanga, unajimobilize, lakini upande mwingine tunaiambia serikali, hebu inueni rasilimali, wekeni fursa, muandae na kuwajengea uwezo vijana, si ndio, ili waweze kufanya nini? Lakini pia mpanue wigo wa nafasi ya kijamii, civic space, ambao sasa hivi inashiriki. Wale ambao mko linked na chama tawala na serikali, tuwaambie sasa hivi civic space imefanya nini? Ni bana. Maana mko hapa. Sisi wote tunaendesha mikutano, tunakaribisha watu wote, si ndio?
lakini ndio tunatoa ujumbe kidogo kidogo, na Magufuli anasikia bwana, kwa kweli kaspace kamefanya nini, kamebana, sasa wapanue kidogo. Maana vijana wengi sasa wanaogopa hata kushiriki. Akishasikia kuna mtu kule alitekwa au ameingizwa kwa gerezani, aliongea kwenye mkutano kakamatwa, anaanza sasa na mimi tena huko bora nikalime viazi vyangu Singida. Hapa simsemi Fideyunde, lakini mke yote unaweza kaamua kufanya biashara au kalime, then unajiepusha. Sasa tulikuwa tunajenga taifa ambalo limejaa hofu na woga. Serikali yetu iko vizuri, ila inatakiwa tuiboreshe kidogo kwenye mambo haya ya ushiriki wa vijana, ushiriki wa wananchi, sauti zisikike. Na demokrasia iliyo bora ni ile ambapo kabla viongozi hawajafanya maamuzi wanakuwa wameshasikiliza sauti za wale wanaoongozwa. Si mnanipata vizuri? Na nyinyi mnaoongoza serikali za wanafunzi na NGO na nini, mjue hivyo hivyo, kabla hujachukua uamuzi, shirikisha basi wenzako kidogo waseme. Hiyo ndio inaitwa participatory democracy. Hiyo ndio ambayo tumependa kuisema. Sasa kijana ni yupi? Ni kati ya miaka 15 mpaka 35. Lakini wengine walishasema wana miaka yao. Lakini sisi tumesema kitu kimoja. Ya kwamba vijana ni mtu yeyote ambaye ni kati ya mtoto na mtu mzima. Mshaelewa? Huo umri wa katikati ndio unaitwa nini? Vijana. Lakini sifa moja hapo, wana mawazo mapya, wana nguvu, wana uwezo, wanatarajia kuishi muda mrefu. Hili la mawazo mapya ndio hasa linataka kuthibitishwa na mikutano kama hii. Je, tukiwaita mnatupa mawazo mapya? Mnafikiri? Tunaona maono kupitia vijana kwa sababu tunayaona mkiyasema, si ndio? Kitu muhimu pia, nikadhani muhimu tuelewe maana ya participation ni nini. Mwaka 2001 Benki ya Dunia na UNDP walisema hivi: it is a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decisions which affect them. Na nilisema huu ni mchakato, si ndio, ambao wadau wanaweza wakashawishi na pia wakadhibiti shughuli za maendeleo zile zinazoathiri maisha yao. Hiyo ni participation. Kipindi unapodhibiti, unaposhawishi, maana yake wewe unashiriki. Kama sisi hatupo na letu hali, asiye kuwepo na lake. Sasa mnafikiri huo msemo wa kina nani? Si unawalengaga nyie wenyewe vijana? Asiye kuwepo, yani hatuwaki budget ya vijana hapa, wala hamna shida. Sasa hawapo. Lakini ukiwepo pale, hiyo maneno lazima utasema kitu na watabadilisha mwelekeo. Sasa ndio upo. Ukiwepo unasikia utakula sawa sawa na urefu wa kamba. Kwa idadi ya wakilishi ulionayo ndio itakao amua. Bullet ya pili, ushiriki ni kitu gani? It is a process of getting actively involved as a member or members of a community or interest group in a setting and claiming rights, giving voice and claiming space in governance issues. Hawa ni MS Action Aid waliwahi kusema hivyo mwaka 2010. Kwa kile kitendo cha wewe kama memba wa jamii, memba wa chama, memba wa serikali ya wanafunzi, unajihusisha katika kupigania haki na kupigania sauti sikike. Hii ni muhimu sana. Huko ndio kushiriki. Sasa nyinyi mliposikia political process, umeona sasa nimeanza kupanua upana wake. Kudhibiti na kucontrol maisha yetu. Wasiwepo kikundi kimoja wanaamua juu ya maisha yetu, na sisi tuweke ka sauti yetu. Hata kama sina cheo, itafutwe namna ambapo wewe ambaye uko na madaraka una eneo la kunisikiliza. Na wewe ukiitwa kwenye sehemu ya kusikilizwa, utoe sauti yako isikike. Uendi pale kupiga makofi, unaenda pale pia kutoa maoni yako ili uweze kushawishi vitu. Slocum mwaka 1995 aliwahi kusema, this is simply
simply to amplify. Hebu tuseme to amplify. Umewahi kuona kuna kifaa katika mfumo ya muziki inaitwa amplifier? Hiyo kazi yake ni nini? Kukuza na kuinua sauti. Because this is simply to amplify the traditionally unacknowledged voices. Amemaliza. Unajua traditionally unacknowledged voices, yani sauti ambazo kwa kawaida, kwa mazoea, kwa historia, kwa utamaduni zimekuwa hazisikiki, hazitambuliwi. Sasa unapoleta namna ya kuziinua ziweze kusikika, maanake ni kwamba umesababisha participation kwenye siasa, uchumi, jamii, maendeleo na nini, na teknolojia. Wacha bwana. Haya, hiyo demokrasia mliokuwa mnaizungumza hapa lazima tuijue ni nini. Kuna watu wengi ukiwauliza what is democracy, wanaleta ile wanakariri darasani. Hebu tuambieni ile waga mnakariri darasani. Unaona? Eti ni serikali ya watu iliyowekwa na watu kwa ajili ya watu. Huyo ni nani alisema? Abraham Lincoln. Alikuwa sawa. Lakini sasa hivi tunajaribu kupanua. Kama unadhani demokrasia ni serikali, ina maana umejiondoa kabisa kwenye mfumo mzima wa demokrasia. Democracy is about life. Na wako watu wengi sasa wamesema, kwa mfano mimi nimesema is a way of life. It is a political system which provides enough room for people participation in the governance of public affairs. Yani tunapoongoza mambo ya umma tunatoa nafasi kwa wananchi kushiriki, enough room. Sasa zamani demokrasia ilikuwa ya moja kwa moja. Ukisoma kule kwa Wagiriki, wa Yunani sijui, ilikuwa direct democracy, ilikuwa inafanyika kwenye mji wa Athens. Kama unakumbuka ukisoma historia, ilikuwa wanakutana mji mzima ama kijiji kizima, wanakaa pamoja wanaamua. Lakini jamii ilipokuwa ikabidi ianzishe demokrasia ya wakilishi, representative democracy ama indirect democracy. Sasa indirect democracy, wenyewe kushika madaraka hayo wao wanajisahau, anafikiri kwamba kwa kuwa tumeshakupa ukalie chombo basi utawaza kwa ajili yetu, ndio utasema kwa niaba yetu, utawaza kwa niaba yetu, na ina wanakosea mpaka wanaanza kula kwa niaba yetu. Sasa definition inasema give enough room for people to participate. Ndio demokrasia katika masuala nini ya umma hayo ya serikali. Lakini pia it is a system and a way of living where public decisions are held after reasonable consultation by people directly or indirectly. Unaona definition naziweka za kutosha. Tuhame darasani sasa tuingie mtaani, utaona hii ndio zinafanya kazi. Na utajuaje demokrasia hii inakuwa reflected kwenye nini? Unaiona kwenye open debates, si ndio? Constructive criticism, sio negative criticism. Maana vijana wameanza kujifunza negative criticism. Ukitaka na ndoa yako ife, wewe kila siku leta negative criticism, itakufa within a month. Sisi tulioishi na ndoa miaka ya kutosha kidogo, tunajua zimebaki kwa sababu tuko makini. Hata kama mkeo ama mmeo umemzidi elimu, tumia constructive criticism, hapo mtabaki. Lakini ukitumia negative criticism, hapana. Sasa kwenye debate, kwenye maisha ya kawaida ya kidemokrasia, constructive criticism, lakini ka criticism zika hapo, ila kamekaa kimtindo. Umeshanielewa? Unaeleweka, yani ngalau kuna mahali umeanzia alafu kuna kitu umepiga hapo hapo, si ndio? Lakini pia freedom of opinion. Hapo ungetoa mfano constructive criticism. Sasa nitataja mtu sasa kwa balaa. Tuchukulie tu serikali kwa ujumla.
si ndio? Yaani wewe unatambua kabisa kwamba imejenga hospitali maeneo mengi sana, ila kijijini kwenu haijajenga au kwenye kata yako hamna. Sasa wewe unaamka na hilo la kata yako tu. Hii serikali hamna kitu bana. Na unaenda kwenye vyombo vya jamaa, unaandika kwenye hiyo unaita nini? Twitter, Facebook, wapi, unaandika serikali hii haina maana. Ni inawakuzi kabisa. Mimi miaka yote napigania tuwe na hospitali kwenye kata yangu na kijijini hamna. Ni kweli hawajajenga, ni kweli waliahidi, lakini si unaona miaka 5 haijaisha, unajuaje mwaka kesho watakuja kujenga kwako? Kwa hiyo unaweza ukawasifia kwanza, tunawapongeza mmejenga vituo vya afya 345, lakini ndio unaenda sehemu ya pili. Kuna sehemu mliahidi naona hamjatimiza. Kwa kweli wananchi wanasikitika sana. Lakini mwanzoni umeshafanya nini? Umeshawapongeza, lakini baadaye ukawaambia ile ahadi walioahidi hawajatimiza kwenu. It is better. Na constructively usimwite mtu wewe ni mjinga. Ndio? Ama umeongea upuuzi. Unaweza kaambia wewe nani aliruhusiwa ku-criticize, lakini uwe makini na mdomo wako, kwa sababu uhuru wa kuongea upo, lakini uhuru baada ya kuongea mimi siwezi kuuchukua. Hiyo itakusaidia. Assembly and association, haki ile ya vinaonekana watu wanakutana na wanaunganika kwenye vikundi. Regular, free and fair elections, mimi nimesema rule of law, separation of power and active participation of citizens. Humu ndio ishara zinaonyesha demokrasia hii. Misingi ya demokrasia nyinyi mmeitaja, nisingependa kuirudia. Hebu ikodoleeni macho hapo. Lakini mkikodolea lazima tuseme pia Afrika yetu pia asikie. Freedom of expression, right to vote and be voted, separation of power, accountable government. Unajua accountable government? Serikali inayowajibika. Ukitaka msingi wa demokrasia ufanyiwe kazi, unahitaji kuwa na ofisi ambayo inawajibika. Ndio inaitwa serikali. Right to information and freedom of media, freedom of association and right to assembly, economic freedom. Hii nataka niifafanue. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo imetaja haki zote, lakini wananchi hawana uhuru wa kumiliki uchumi wao binafsi. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo tayari kuna mwanafalsafa mmoja ameshaandika, anasema katika yote mnaozungumzia misingi ya demokrasia, lazima msingi mmoja wapo uwe ni uhuru wa uchumi. Nimiliki mali na mali ibaki kwangu. Lakini kama namiliki mali, hivi nyinyi vijana mnakaa hapa, miaka imefika 25 30, umeshapata vitu vyako vya nyumbani unapoishi, umepanga, umekaa kwako, una ardhi una, lakini si una vyako. Anatokea mtu mmoja anakuja kupaki lori pale nje, anavichukua vyote. Hiyo ni freedom of economic freedom. Sisi tumeona mtu vitu vichukuliwa nyumbani kwake, mchana kweupe ameenda kusali kanisani. Mwaka wa nyuma kama miwili mimi nimeambiwa niwe nalinda sungusungu, mnaita. Yaani maofisa wangu wakujua kama hivi mimi napangiwa kulinda sungusungu. Unajua sungusungu? Wale ambao mmekuwa hivi karibuni hamuelewi. Hii ni jeshi la wananchi tu, mnaamua wenyewe kujilinda wenyewe. Sasa swali, kama tuna polisi ambayo tunawalipa, inakuwaje sisi tuanze kupeana zamu kulinda usiku? Halo? Yes. Yaani kweli mimi natoka hapa, naandika proposal, nafanya presentation, narudi nyumbani saa 4 usiku, alafu baada ya saa 1 napigiwa simu au filimbi. Nivaa yale mavazi ya kitamaduni eti tunaenda kulinda usiku. That's not economic freedom. Kwa maana gani? Tumeanza kulinda mali zetu wenyewe. Mbona kama kuna majeshi tulioandaa? Jeshi la wananchi, jeshi la polisi, Mugambo na nani wengine? Sungusungu. Kwa hiyo nachozungumzia ni kwamba tuwe na uhuru wa kumiliki vitu pia na mali. Haki za binadamu kuheshimiwa,
na mwisho uchaguzi ulio huru na wa haki. Tena nyinyi mmeongea vizuri kwenye grupu yenu, mkasema ile kufanyika uchaguzi kwa wakati, mara kwa mara, kama hivyo si ndio? Yaani sio tu uchaguzi huru na haki mkae miaka 15 ufanyike uchaguzi huru na haki. Mmesema kwa mujibu wa katiba na sheria. Kama sheria inataka miaka 5 tupate viongozi, inabidi miaka 5. Unajua kwa nini hawatangazi vizuri uchaguzi mwaka huu ni lini? Sababu viongozi wa mwaka 2014 waliochaguliwa, wale wana viongozi wa kijiji walichaguliwa Desemba. Sasa nyinyi mnataka kuleta uchaguzi mwezi wa 10. Anawaambia no, mimi bado sijamaliza muda. Sababu muda aliochaguliwa wewe kwa Desemba, nyinyi mnachaguanaje mwezi wa 10? Na maana bado kama ilivyo na posho za mwezi mzima na kitu anaziacha. Inabidi mtangaze hiyo, si ndio? So lazima ifuate ratiba. Kitu kimoja ambacho mtaenda kukisoma pia ni kanuni 10 za utamaduni wa kidemokrasia. Katika yote tunataja kama misingi, kuna vitu pia vinafanana na misingi, vimeitwa kanuni 10. Marehemu Profesa Max Muya akiwa mwenyekiti wa shirika linaitwa Agenda Participation 2000 waliwahi kutengeneza hizo kanuni 10. Ya kwanza, ushiriki wa watu. 2, mwafaka. Yaani watu wengi siku hizi wanapenda mashindano sana. Tupige kura, sikubaliani. Lakini mkitaka muwe na utamaduni mzuri wa maisha, muwe mnazungumza mezani, kubaliana, mwafaka. Umeshanielewa? Usipende sana wewe mwenyekiti, sijui waziri, sijui rais wa chama cha kwako huko shuleni, msikubali sana kila kitu mezani, kura. Mnaumiza watu wengi sana. Mara nyingine semeni hoja, kwa nini tufikiwa mzuri? Itakapokuwa imefika hatua consensus imekuwa ngumu, sasa ndio nasema jamani, tumejadili sana, basi tuamue kwa kura. Sasa marais wengine wavivu sana wayubwabwa, hili jamani tuliamulie kura, watu wanaamua kura. Kumbe kuna mmoja angetoa sauti ya kuongea, angewashawishi wenzake, wangebadilisha mwelekeo wa kura. Si unaelewa vizuri? Transparency, uwazi. Rule of law, utawala wa kisheria. Respect for human right, kuheshimu haki za binadamu. Trust, ukweli. Culture of competition, utamaduni wa kushindana, wa ushindani. Hiyo ni muhimu kwenye demokrasia. Si kwamba mtu akiwa chama cha upinzani anakuwa sio mtu, au mtu akiwa CCM anakuwa mjinga. Kaeni kwenye vyama vyovyote mnavyotaka, lakini muheshimiane kwamba kuna kushindana. Na tunaposhindana kuna kushindwa. Si ndio? Mwenzako akikuzidi katika kanuni za kisiasa sasa kushinda, basi wewe nyanyua mikono mwambie bwana nakusubiri next time. Ukishindwa mara nyingi usigombee tena, achana na hiyo. Tupo jamani, utamaduni wa kugombea. Lakini washindi wengi ni wale ambao wanarudia mara nyingi, wanafanikiwa. Hiyo somo lingine tutasoma siku nyingine kwenye mbinu za ujasiriamali na mbinu za kushinda uchaguzi. Rudia mara nyingi, kama rais fulani leo aligombea mara 19. Kajaribu kote, ubunge na urais, lakini baadaye akaja kuwa rais wa Marekani. Na mfahamu mimi, nitawaambia ni nani. Civic competence, uwezo wa kiraia. Hii mnaoita elimu ya uraia, ikiwakolea watu vizuri wanakuwa na uwezo wa kiraia. Uwezo wa kiraia ndio mtu kujua haki zake, wajibu wake, kunyanyua sauti, kuuliza swali, kutoa mchango wa mawazo. 9, integrity, uadilifu. Nilikosa jina la Kiswahili. Huyu ndugu Lamek amenisaidia sana. Ameandika, yeye akaniambia kumbe inaitwa uadilifu. Mimi niliandika uaminifu. Najua mimi tena kanisani mwenzangu tumefundishwa uaminifu. Loyalty. Unamuuliza yeye au mimi? Haya. Usimpe shida mwenzako, kwanza ana njaa. Future, fursa sawa, yani equal opportunities. Kuna mke wa rais mmoja aliwahi kuanzisha shirika linaitwa Equal Opportunities for All. Sasa haya mengine sitaki niwafundisha. Nataka niwaambie mkirudi mkasome African Charter ya vijana. Kwa nini vijana washiriki kwenye demokrasia na kwa nini washiriki kwenye michakato ya kisiasa. African Charter ile ya vijana ni mkataba wa vijana wa Afrika, si ndio? Umetaja vitu vingi sana.
ikiwemo kule tu kutambua kwamba vijana ni rasilimali nzuri na ni muhimu, ile tu kutambua kwamba hali ya vijana iko wazi kwamba wengi bado wanabaguliwa, lakini pia ile kujua tu kwamba vijana nyinyi bado mnategemea kuishi miaka mingi, ile tu inakufanya ujue ya kwamba katika muktadha mzuri, ili tuwe na sheria, taratibu, katiba, kanuni, miongozo inaweza kutusaidia isituathiri maisha ya baadaye, inabidi wananchi washiriki kwenye hiyo mambo, ikiwemo mpaka bajeti. Bajeti inatuhusu, sera inatuhusu, sheria inatuhusu, kanuni zinatuhusu, ili zisituyumbishe mbele. Usiseme leo mimi niko vizuri, maana leo uko rais, si ndio? Leo una mshahara, leo wewe ni mbunge ama diwani, utasema mambo safi. Sasa subiri uondoke kwenye hiyo nafasi, utakuja kuona hiyo sheria ambayo uliwaacha wenzako ikitungwa ukutoa maoni, sasa ndio inakujia wewe sasa. Kwa ni muhimu sana ili bajeti pamoja na maamuzi na sheria ziwe na hisia na matarajio ya wananchi, hasa vijana washiriki. Ndio hasa essence ya kuleta African Charter, African Youth Charter. Sheria ya baraza la vijana ipo. Nilisema jana kwamba sijui kwa nini vijana mliundi, sheria inawaruhusu. Multi-party democracy ni fursa. Vyama viko vingi, vikubwa vinajulikana, vidogo vinajulikana kwa sababu ya idadi zao na aina ya maofisi walionayo na mitindo ya maisha walionayo. Vyama vingine ni vyama vya semina. Mwangalie jirani yako, chama chako vipi cha semina? Maana hatuoni shughuli za kisiasa zikifanyika, wanagombania mialiko tu kwenye masemina. Kazi ya siasa lazima ifanyike. Aisha, mimi sija kusema wewe bana. Mimi naona unafanya kazi ya siasa bana. Kama kuna chama kingine wako hapa mjue, multi party ni fursa. Any party. Nyinyi ambao mnaona vyama vingine viko dhaifu, ndio muda wa kwenda kuvisaidia. Ili ngalau Tanzania tuonekane tuna multi party. Multi party. Civil society organization zipo, including student organization. Zipo. Hiyo ni fursa. Wewe ukitaka tuanze kujua vipaji vyako vya uongozi, vionyeshe kupitia kwenye shirikisho lako la wanafunzi, student organization. Moyo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, si ndio? Kwa viongozi vijana. Si wateue viongozi wengi vijana. Mutumie fursa hiyo. Lakini pia uwepo wa shirikisho la wabunge vijana lipo, linaongozwa na kina Upendo Peneza, Zaina Mkatimba, kina Juma Bobali, nani mwingine anaongoza? Nafahamu watu wengi pale, marafiki zangu, si ndio? Tumieni fursa hiyo. Sasa kuna vizuizi, mimi sitaki kuvitaja. Nyie mlitaja vingi, lakini mimi nimeviongeza, ila moja hamjataja. Image problem. Hebu sema image problem. Hii inaitwa tatizo la taswira. Yaani vijana akionekana tu anaonekana ni mtu asiyeaminika, muhuni, hayuko serious, nini. Yaani haya yote wanaongea wazee, wameshaamua. Na kuna mtafiti mmoja aliwavuruga vijana mwaka 2007, watu ni kwa bado vijana zaidi, 2007, anasema wamefanya utafiti katika makundi yasiyoaminika Tanzania. Kundi la vijana ndio haliaminiki kuliko makundi yote. Ndio la kwanza kutokuaminika na la mwisho kuaminika. Unemployment, inadequate civic education na obvious shrinking space. Hiyo ipo. Basi mengine mtayasoma. Mchango wetu katika demokrasia, katika ujenzi wa demokrasia, YPC tumefanya mambo mengi sana. Tangu tuundwe mwaka 2002 tumeshafanya shughuli zote za kujenga uwezo wa vijana kwenye siasa na kujenga uwezo wa vijana katika uchumi na hata katika jamii, mambo ya kijamii. Kwa hiyo niweze kusema tu kwamba mapendekezo ambayo nimejaribu kuyaweka yanafanana na nyinyi mliowasema pale grupu namba 3. Lakini mojawapo ambao unaweza kusoma hapo, vijana amkeni na mshiriki kwenye michakato ya siasa. Halo? Yes. Muamke. Hebu mwambie mwenzako amka. Sawa 2, serikali waandae vijana
na iboreshe ule mwanya wa kijamii ili watu wapate fursa ya kushiriki. 3, asasi za kiraia na development partners, wale wanajitaka wafadhili. Kwa hiyo asasi za kiraia na mashirika fadhili, development partners, ziweke nafasi ya muda na rasilimali kwa ajili ya kuwa na elimu ya uraia ambayo haikatiki, ambayo haisubirii mwaka wa uchaguzi. Kila mwaka iwepo elimu ya uraia. Elimu ya uraia jamani, sio elimu ya mpiga kura, ni elimu inayomfanya mwananchi yote achukue hatua kushiriki. Sawa. 4, vijana lazima waachane na tabia ya kutengeneza chuki na hotuba za chuki. Mujiepushe. Mwambie jirani yako, achana na hotuba za chuki. Achana na moyo wa chuki. Sababu mkitaka great leaders, muwe kama kina Mandela, muwe kama kina Nyerere. Muwe na moyo wa kuwaelewa wapinzani wawaelewe CCM, Waislamu wawaelewe Wakristo waelewe Waislamu, Wahindu, dini zote. Yani ukitaka kuwa great leader, just go beyond the boundaries. Yani unaelewa pale, watu wanakufuata. Unaelewa? Hiyo ndio recommendation kwenu nyie vijana. Na nihitimishe kwa kusema ya kwamba maisha yetu ya baadaye na kizazi kijacho yanategemea sana tunachokiamua leo na kile ambacho tumeamua kuto kukifanya ama kukifanya leo. Maisha yale ya baadaye yanategemea unayoyaamua leo na unayoyafanya leo na unayoamua kutoyafanya leo, ndio inadetermine maisha yenu ya baadaye. Sababu vijana mtakuwepo miaka mingi, ni vizuri mkajua haya. Lakini pamoja na kwamba serikali inatarajiwa ifanye mambo mengi sana kuleta public goods ama mambo mazuri ya kijamii na umma, kuna ukweli kwamba ni muhimu kushirikiana na serikali, si ndio, na raia, hasa vijana. Muamshe ile ari ya kushirikiana na kushiriki, hapo mtaweza kuleta mabadiliko. Lakini wakati tunapendekeza kuboresha mifumo ya sera na mazingira ya kisheria kwa ajili ya demokrasia kukua, vijana wanatakiwa kuchukua nafasi yao ya kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii. Vijana chukue kazi ya kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kupitia kazi zenu za kiuchumi, na muweze kuchangia katika kuimarisha demokrasia. Kwa hiyo tunapodai haki, tukumbuke kuna wajibu, na wajibu huo tusaidie sasa unapojiimarisha kwa kupitia shughuli zako livelihood. Sawa, itakusaidia sasa kutoka kwenda kwenye mkutano. Kama huna mkate huwezi kwenda kwenye mkutano. Uongo kweli? Huna mkate huwezi kwenda kujadili katiba. Hiyo ndio ukweli wenyewe. Na nimalize kwa kumrudia tena ndugu Mufune na wenzake kwa kusema, jamii iliyowasahau na kuwapuuza vijana ijue ya kwamba haina lake mbele ya safari. Mungu awabariki. Asanteni kwa kutusikiliza.